Katika ulimwengu huu wa ushindani na mafanikio, kila mmoja wetu huota ndoto ya kuwa mshindi, kupokea medali, kushangiliwa na hata kutambulika. Lakini swali linaibuka, je, ushindi pekee unaweza kuleta furaha ya kweli? Ukweli mchungu ni kwamba kuna mashujaa wengi waliopanda jukwaani kupokea tuzo kubwa wakitabasamu mbele ya dunia, lakini ndani yao walikuwa wamevunjika. Furaha yao ilikatizwa na upweke, maumivu ya kupoteza wapendwa, au mapambano ya mahusiano na yasiyo na amani. Andrew Agassi wa Marekani mwaka 1999 aliposhinda French Open na kukamilisha historia ya Grand Slam, alitegemewa kuwa na furaha kubwa, lakini ndoa yake na Brooke Shields ilikuwa inaanguka. Alisikika akisema, "Winning felt empty. I was supposed to be happy but I wasn't." Maana yake alishinda uwanjani, lakini moyo wake ulikuwa umevunjika nyumbani. Simone Biles wa Marekani ambaye alishinda tuzo huko Tokyo mnamo mwaka 2021, huyu alikuwa ni bingwa wa dunia. Alijitoa katikati ya mashindano akasema, "I have to focus on my mental health." Alielewa kwamba hakuna thamani ya dhahabu iwapo akili imechoka na moyo uko pweke. Ni Whitney Houston wa Marekani mnamo miaka ya 1990 mpaka pale mwaka 2012 alishinda tuzo lukuki, lakini maisha ya ndoa, madawa na huzuni vilimwondolea kabisa amani. Alikiri waziwazi akisema, "I was my worst enemy." Nyimbo zake zilileta furaha kwa dunia, lakini yeye mwenyewe aliteseka kimya kimya. Ninachotaka kusema, ushindi ni tamu, lakini haukamiliki bila upendo, familia na amani ya moyo. Usiwahi kuhukumu furaha ya mtu kwa medali au pongezi anazopokea. Wengine husikika wakisema waziwazi, "Kama mimi ningepokea ile, ningeishi maisha marefu sana," au "Mimi ningekuwa kama fulani, kwa kipaji chake tu ningeishi maisha mazuri sana." Wengi wameshinda lakini wanalia kimya kimya. Kwa hiyo kabla ya kutafuta mafanikio makubwa, tafuta kuwa na watu sahihi karibu yako, maana furaha halisi hupatikana kwa pamoja, sio peke yako kileleni. Jina langu mimi naitwa Joakim Chawe, mwandishi wa vitabu pamoja na makala mbalimbali za kitaaluma. Unaweza kujifunza zaidi kupitia kwenye mitandao yangu mbalimbali ya kijamii ikiwepo Facebook, YouTube, Instagram, TikTok kwa kutafuta jina Joakim Wake Production. Share kwa wengine kazi hii, kwani hii ndo njia pekee ya kuweza kuwasiliana kati ya mimi na wewe na baadaye na yule mtu ambaye hajaona podcast hii kwa wakati huu. Mpaka wakati mwingine tukutane tena katika podcast ijayo. Stay connected with us and God bless you.